Kiwango cha Mungu kujifunua kwako ndicho kiwango cha uhakika utakaokuwa nao kwake kuwa juu yako. Namna utakavyomchukulia Mungu au ile kiu ya kutaka Mungu kujifunua kwako, atajifunua hivyo, na vile atakavyojifunua ndiko kutakakopelekea imani yako kuongezeka juu ya Mungu. Mungu hajifunui kwenye vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako kamwe. Mungu anajifunua kwenye vitu ambavyo huna majibu navyo. Watu wengi mno ukiwaambia kuhusu vile Mungu anavyoweza kufanya mambo makubwa, watu wengi sana wanakataa kwa sababu hawajawahi ona Mungu akijifunua kwao. Na akijifunua na ukamjua, likitokea jambo ambalo wengine wanalikimbia, wewe hulikimbii kwa sababu unamjua Mungu awezaye kutatua jambo hili. Na saa zingine Mungu anahitaji wewe mwenyewe uwe na uthibitisho kuhusu yeye peke yako, sio kitu cha kuambiwa. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Niendelee kumshukuru Mungu sana kupata hii nafasi ya semina hapa Segerea. Nimshukuru mchungaji wangu, theolojia, wainjilisti wote walishweka, kamati ya uinjilisti, na ninyi ambao mmeona tutakaa pamoja ili tushirikishane yale ambayo Mungu ameendelea kutupa. Ni kama semina elekezi kwamba vitu vingine utaenda kuvifanya ukiwa peke yako. Na Mungu alinipa nafasi hii ya kukuletea ujumbe huu unaosema mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako, kutakakopelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako yote. Asubuhi tulikuwa tunakimbizana sana kwa sababu ya ibada na ratiba zilizokuwepo ambazo zilikuwa zimetusonga sana, lakini kwa dakika hii nitapata muda mzuri wa kuzungumza na wewe kwa utulivu. Kile ambacho Mungu amekifanya kwangu na atakifanya pia na kwako. Katika kile ninachokuambia, vingine nimevifanya na nikauona mkono wa Mungu. Sasa hayo mambo yapo, ni muhimu sana kuyafanya, hasa jambo hilo litakalomfunua Mungu kwako, kutakakopelekea kuchochea imani yako itakayokidhi mahitaji yako yote. Kitabu cha Mithali mlango wa 8 mstari wa 17 ndio andiko tunalosimama nalo, na anasema, nawapenda wale wanipendao, nao wanitafuta kwa bidii wataniona. Sasa kabla sijazungumza kipengele kimojawapo katika vile vipengele muhimu tunavyotakiwa kutembea navyo, nirudie tena kuhusu swala la kutotakiwa kutenga imani yako kuwa thabiti na Mungu kujifunua kwako. Kwa sababu tamaa ya kutaka kuona Mungu akijifunua kwako ni yako, na kama hautokuwa na tamaa hiyo, utabaki tu kujua kwamba Mungu ni muumbaji, lakini kuhusu kufanya mambo ambayo kwa jinsi ya kawaida hayatowezekana kuyazungumzia, kama hutofikia hapo, Mungu anabaki kuwa hivyo unavyomchukulia. Huwezi kutenga imani yako au ule uhakika utakaokuwa nao kwa Mungu na Mungu kujifunua kwako. Kiwango cha Mungu kujifunua kwako ndicho kiwango cha uhakika utakaokuwa nao kwake kuwa juu yako. Nilisoma makala moja ya mtumishi mmoja huko duniani, akawa ameandika kuhusu kile Yesu alichokisema, watakapowapokeni ninyi kwa sababu ni watumishi wangu, thawabu ya kitumishi itakuwa juu yao.
Nilihitaji sana kujua hilo neno thawabu. Kwa lugha nyingine alikuwa anazungumzia kwamba vile watakavyo watafsiri, vile watakavyo wachukulia, ndivyo nitakavyojifunua kwenu kwa ajili yao. Kwa kama wakiwachukulieni ni rafiki, mtajitokeza kama rafiki. Watapata kile ambacho nitadondosha kitu kitakachokidhi mahitaji yao kwako, sawa sawa na watakavyo kutafsiri. Hawatovuka hapo. Akawa anasema nilisafiri nikahama nchini. Akasema aliporudi walikuwa wanamtambua kama mtu anayepiga kinanda, lakini upigaji wake ni wa kizamani. Lakini maeneo mengine alipoenda walishangaa kwamba kumbe uko hivi. Kumbe wale wao walimjua kwamba ni mtumishi mkubwa. Hivyo hivyo namna utakavyomchukulia Mungu, au ile kiu ya kutaka Mungu kujifunua kwako, atajifunua hivyo, na vile atakavyojifunua ndiko kutakakopelekea imani yako kuongezeka juu ya Mungu. Sasa yako mambo muhimu ambayo yatamfanya Mungu kujitokeza sana mara kwa mara kwako na kuwa wazi. Utamjua Mungu anaweza kwenye kansa, Mungu anaweza kwenye sukari, Mungu anafufua, maana atajifunua kwa namna hiyo. Na akijifunua na ukamjua, likitokea jambo ambalo wengine wanalikimbia, wewe hulikimbii kwa sababu unamjua Mungu awezaye kutatua jambo hili. Na nilikwambia kuna imani ile ya kurithi, yani uliambiwa ukajaa story hizo kwamba Mungu anaweza, Mungu anafufua, lakini hujawahi mshuhudia. Ulisikia jambo hilo likitokea kwa wengine. Na saa zingine Mungu anahitaji wewe mwenyewe uwe na uthibitisho kuhusu yeye peke yako. Sio kitu cha kuambiwa, kitu ambacho kiambiwa kuhusu Mungu unaelezea kwamba mimi ninamjua Mungu kwenye hili. Na ndio iliyopelekea kanisa la sasa watu wengi mno ukiwaambia kuhusu vile Mungu anavyoweza kufanya mambo makubwa, watu wengi sana wanakataa kwa sababu hawajawahi ona Mungu akijifunua kwao. Na saa zingine wala ambao Mungu amewatokea na kuwa wazi kwao, inakuwa ngumu sana kuzungumza jambo hilo mbele ya wala ambao hili jambo halijatokea kwao. Ungekuwepo kipindi cha Ibrahim kuhusu mama kufika miaka 90 na ati wanasema amekuwa mjamzito, hata mimi ningekuwepo ningeweza kukataa. Lakini Ibrahim alikuwa anamjua Mungu kuliko, kwa sababu Mungu amejifunua kwenye vitu vingi sana ambavyo kuhusu lile aliloambiwa lilikuwa analiona ni dogo sana, si jambo hata la nipa mimi kufikiri kuhusu Mungu. Maadamu amesema ndivyo alivyo. Na saa zingine alikuwa anawaza kama mwanadamu. Biblia inasema alikuwa anawaza kama binadamu kuhusu hilo tumbo la mke wake. Lakini alipokuwa anageuka akimtazama Mungu, alitiwa nguvu kwa uhakika aliokuwa nao katika Mungu. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Kuna vitu unatakiwa sana ujue kuhusu Mungu, na yako mambo ambayo unatakiwa uyafanye ili Mungu ajifunue kutakakopelekea uhakika wako na Mungu uwe juu. Kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo kila itwapo leo yanaibuka mambo ya ajabu sana. Linaibuka jambo hili, juzi tu tulitikiswa na corona hapa katikati. Litubadilishia mfumo wa maisha mpaka leo. Sasa ile nilikuwa namwangalia mwongoza ibada akisema mtakie amani jirani yangu kumpungia mkono. Nikaja kujua ila kupungiana ili mfumo ulibadilishwa na corona, lakini tulikuwa tunatembeleana kabisa, tunasalimiana. Lakini saa ile mfumo imebadilika, tunapungiana hivi, kila mtu kaa mbali, usiniletee matatizo. Tatizo limebadilisha mfumo. Mungu anataka ukienda mahali ubadili mazingira, sio mazingira ya kubadili wewe. Ukitua mahali, mazingira yanatii kile unataka wewe iwe. Sasa imani nayo ambayo tutaizungumza mbeleni
nisikilize vizuri. Imani hii si kitu cha kutaka, huwa inaumbika kwa Mungu kujifunua kwako. Ile hali ya Mungu yenye kuweza yasiyowezekana inaumbika ndani yako, ambayo hiyo imani ndio inayokataa. Ukatai wewe. Kuna mtu anasema nakataa, shetani uniwezi, nakataa. Yaani ukikataa hamna imani, sawa na kutokukataa. Inatakiwa imani ndio ikatae kwako, sio wewe ukatae. Siku moja nilikuta dada mmoja akilia, nakataa, shetani uniwezi. Yaani shetani akishajua kwamba hauna hiyo namna ya kuweza kukataa, haimtishi hata kama ukisema namna hiyo. Hivi naongea na watu hapa jamani. Saa zingine unasemaga, mimi nakataa nitaishi miaka 100. Inatakiwa imani ndio iseme, sio wewe. Hata kama ukisema mimi nitakufa na miaka 50, imani inakuambia miaka 100 net. Nitakuja kukuambia hiyo kitu nazungumza kuhusu imani ni kitu gani. Yaani kinachoamua kwako sio wewe, ni imani. Kinachosema hapana sio wewe, ni imani. Imani ni kitu inayoenda juu ya utashi wako. Yaani ukirudi kama mwanadamu unaona hichi kitu hakiwezekani, alafu imani ina raise, inapanda juu, alafu inakutawala. Yenyewe ndio inakukontrol. Nye watu, Yesu asifiwe. Sasa imani lazima uichochee. Viko vitu ambavyo lazima uvifanye ili Mungu ajifunue kwako. Na ndio maana usiruhusu hilo tatizo kuondoka kabla hujamjua Mungu. Mwambie Mungu, hapa ndio natakiwa kukujulia hapa. Sasa zingine utasemaga toka, wakati ya matatizo ni darasa. Yanakutengenezea ushuhuda. Yanampa Mungu kukuamini kwamba nina mtu wangu mimi. Leo hii tunasoma Biblia ni shuhuda za watu ambao wameitikisa dunia. Hamna shuhuda nyepesi hapo. Kuna vitu vingine unaviangalia unasema bora sikuwepo. Kuna kajaribu tu nakapitia hapo na hangaika. Wenzako walipelekwa mpaka kwenye shimo la simba, halafu bado walikuwa wanamuona Mungu huyu hapo. Moto unachoshewa, bado wanamjua Mungu kwamba anaweza akawatoa na hapo. Wewe tu mwenzangu na mimi hapa, kuna mkopo wa kausha damu unakusumbua ile mbaya, humuoni Mungu kwenye hilo. Na Mungu kuitwa Mungu ni pale anapofanya kitu ambacho hakiwezekani kwa jinsi ya kawaida. Mungu hajifunui kwenye vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako kamwe. Mungu anajifunua kwenye vitu ambavyo huna majibu navyo. Akili yako ina stuck, halafu Mungu ndiye anajitokeza hapo. Hivi naongea na watu hapa jamani. Ukiona kuna jambo bado unahangaika nalo, akili yako inakuambia unaweza, bado Mungu achukui nafasi yako. Wakati umenyamaza, hauna namna tena, unaona kifo, alafu unageuka kutazama yule nyoka wa shaba, ndio Mungu anasema naam, hapa ndio pa kuanzia. Ndio sasa ukikuta watu wakikaa kwenye kusanyiko kama hili, ukimwambia imba, anaimba kupitiliza mpaka unasema mbona msumbufu? Vile anavyomjua Mungu. Wanabaki hapa. Andika hii. Jambo mojawapo muhimu. Jambo mojawapo au namba 1. Andika. Maombi ya sifa. Andika maombi ya sifa. Jambo mojawapo muhimu lenye kumfunua Mungu ni maombi ya sifa. Andika tena. Kwa hiyo tumia sifa kukabiliana na vikwazo au changamoto. Fungua na mimi kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni story ambayo unaijua. Matendo ya Mitume 16:25. Anasema hivi. Matendo ya Mitume, kumradhi. Hebu tuanze kwanza na Zaburi 22:3. 22:3 anasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kabla sijasoma hili la Matendo ya Mitume, namba kwanza ni tufahamishane kwenye hili. Hivyo unajua
Kusifu sio kuimba, ila unaweza ukatumia kuimba kusifu. Yaani kusifu sio kuimba, ila unaweza ukatumia nyimbo kumsifu Mungu. Lakini pia kigezo cha kwamba unamsifu Mungu, lazima kuwe na uhusiano kati yake na yeye. Anasema kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ndio maana kama umepewa kutangulia mbele kumsifu Mungu, hakuna watu wanaotakiwa kukaa na Mungu karibu kama waimba sifa, kwa sababu wana uwezo wa kusababisha mapambano yetu kukwama ama kufanikiwa, sababu ni jeshi linalotanguliaga mbele kabla ya vita yenyewe, kumwandalia Mungu mazingira. Sasa kusifu maana yake ni nini? Unaweza kaandika. Kusifu maana yake ni kuyaelezea matendo makuu ya Mungu. Ndio maana ya kusifu. Unaeleza vile Mungu anavyoweza kufanya mambo. Sasa angalia, ili uwe na sifa iliyojaa, lazima umjue Mungu katika utendaji kazi wake kwa kiwango kikubwa. Kwa kusifu, ninaweza nikaimba, ninaweza nikaongea. Sasa mojawapo ya kitu kinachompa Mungu kuwa karibu na wewe ni sifa. Na Mungu anajifunua maeneo kama hayo. Biblia inasema yeye ni Mungu anayeketi juu ya sifa za Israeli, anaketi juu ya sifa za watakatifu. Siku moja tulikuwa Tarime, kaka mmoja ambaye anatokea Arusha akawa anamsifu Mungu kabla hatujaja kwenye uwanja wa mkutano. Ule kaka akawa anamsifu Mungu kwa kuimba. Yuko peke yake, anapiga tu kinanda, anamsifu Mungu. Anapiga kinanda, anamsifu Mungu. Anapiga kinanda, anamsifu Mungu. Akawa anamsifu Mungu. Tulipofika tukajua kuna kitu kinaendelea hapa. Mungu yuko hapa. Maana Mungu anapenda mahali anasifiwa sana. Akawa anamsifu Mungu, anaimba, anamsifu Mungu, alafu anaongea, wewe ni Mungu mkuu, ulifanya kile, ulifanya kile, ulifanya kile, ninakujua, ulifanya na kile, ulifanya na kile, na utafanya leo, ninajua na utafanya kesho, ulifanya. Akawa anaongea hivyo. Uwanja tuliokuwepo kama mita 50 kuna kituo cha polisi. Polisi wakatoka wote, wakaja kwa wamesimama. Nikajiuliza, mbona polisi wao washangagi kwenye mkutano? Inakuwaje leo wameshangaa? Sasa tukawa tumepita pale walipokuwepo. Kuna polisi mmoja alikuwa ni Muislamu. Akasema, hivi nini kitakachonizuia kuokoka? Mbona nasukumwa kubadili dini? Akasema, lo. Nilifika pale nikaona haina sababu ya kuhubiri. Nikamwambia ule ndugu, endelea. Uwanja ulichafuka mpaka waliokuwa wanapita barabarani kule wanabeba watu. Jamaa alikuwa anamsifu Mungu. Ghafla lile anga lilifungwa kabisa. Serikali ya mbinguni ilituama pale. Jamani, Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nikakwambia, ukitaka ukabiliana na vitu vigumu, jifunze kumsifu Mungu. Na ndio maana ni vizuri sana kanisa uwe mlevi wa kusoma Bible. Tafuta kujua Mungu yukoje, amefanyaga nini. Utakapokutana na kitu kigumu, kabla kumwambia Mungu naomba nisaidie, simama na changamoto alafu iambie vile Mungu alivyo. Sasa hivi serikali imepiga marufuku kuwaua wanyama, lakini zamani sisi, ukweli mimi mara ya mwisho nilimwona mdogo wangu alimuua mnyama. Alimuua chui. Siku hiyo niliumia kwa sababu tunachunga akiwa upande ule. Tulikuwa na kondoo wengi sana. Tulikuwa kama watatu, tuko wadogo. Akiwa upande ule,
Chui akajitokeza na alikuwa na watoto. Tulikuwa na mikuki fulani hivi tunachongewa tukiwa watoto. Akasema hili dili najitengenezea jina hapa. Akaambamba na kondoo. Akampiga chui, mkuki ukapita. Tulikuta tu chui akipiga na ananguruma. Unajua chui akinguruma kwa maumivu huwezi kutofautisha na ngurumo ya simba. Kwa hiyo kondoo wakatawanyika. Kule nyumbani wakasikia kuna kitu kimetokea. Kaka zetu wakaja kwa spidi wakisema inawezekana watoto wamejeruhiwa. Wamefika pale, tumefika tukakuta dogo ndio yuko. Nimeua. Nimeua. Tukawa tunamwambia acha basi kusema umeua. Kwani ingetokea kwangu sina mimi ningefanya. Wivu ukaingia. Sasa wanaulizwa nani aliyefanya? Ni fulani. Babu akasema yes, huyu ndiye mwanaume. Ilikuwa inatuumiza sana. Tukamwambia babu, lakini tulikuwa wote, tungeua wote, sema tuko upande huu. Akasema lakini huyu mwanaume kweli. Sasa tukawa tunamwambia sawa, hata kama umeua mnyama hauniwezi. Akasema si swala kutokuweza, sikuwezi kweli, lakini mimi nimeua chui. Yuko hapo ule jamaa na kaka anamwambia si ungejaribu kipindi kile kunipiga tuone kama unaweza ukapambana na mimi. Lakini akajenga rekodi. Sasa kipindi hicho wakienda kupambana na wanyama, kaka zetu walikuwa wanachomeka ule mkia wa simba kwenye mkuki, wanakuja nao wakiimba. Sasa yule aliyeua, unajua mama ndio wanatungaga, wanagombanishaga singine mambo, wao wanatunga nyimbo. Mwanaume wako fulani inatungwa nyimbo inamsifu. Ukikuta huyu jamaa akitembea mtaani kichwa kimevimba, umwambii kitu, na inatungwa chorus za kila aina akisifiwa kamuua mnyama. Na mtu anapenda sana, ukikaa pale akienda kwenye ngoma namna anavyosimama, anasimama kisharishari. Unaongea nini wewe binadamu? Jamaa amechuana na mnyama, amekaa tu muda wote, nani aseme chochote? Sifa kule zinamwagwa. Na ikitokea jambo lolote gumu anatafutwa yeye. Na akishajua kwamba amejulikana, kuna kitu kinatokea ndani yake zaidi ya vile, kuna energy inaibuka ndani yake zaidi ya vile alivyokuwa. Kwa sababu tuna asili, tunafanana na Mungu. Mungu yuko hivyo. Hakuna kitu kizuri ukikutana na jambo gumu, alafu lile tatizo uko unamwambia vile Mungu wako alivyo. Kwamba Mungu wangu, sawa umeambiwa una kansa. Lakini Biblia imesema Mungu ni uhai wangu. Bwana akiwa upande wangu, nani aliye juu yangu? Wewe tatizo, sikiliza, Mungu yuko upande wangu. Sifa ni kitu moja wapo muhimu sana. Achana yale maombi ya kuomba baba, uwapi Mungu wangu, unalia. Ni yale ambao unasahau shida, unamuelezea Mungu namna alivyo, kwamba uko hivi. Wewe ni Jehova Rafa, Mungu utuponyaye. Uliniita kwa sababu unajua ya kwamba kwa kipindi kama hichi utaninyanyua. Mungu kwangu mimi ni Mungu wa kuokoa, njia za kunitoa mautini zina yeye. Hapo unamwambia tatizo kwamba Mungu wangu mimi ni Mungu wa kuokoa, njia za kunitoa hapa ziko mikononi mwake. Mungu kwetu si kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele kipindi cha mateso. Unaliambia tatizo hapo sasa, umwambie Mungu, mbona umesema unaliambia tatizo kwamba Mungu kwangu ni Mungu wa kuokoa, lakini pia Mungu kwangu ni kimbilio na nguvu, ni msaada utakaoonekana tele kipindi hichi cha mateso. Mungu akishajua kwamba umejua, Mungu ananyanyuka, anasema kuna mtu kule amenijua. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Taifa la Mungu, Yesu asifiwe sana. Kati ya kitu ambacho kinafuta dharau kwenye jamii na mbele ya matatizo ni pale Mungu atakapojitokeza mwenyewe. Kila kitu ambacho kilijifanya kukuweka chini ya mamlaka yake kinaanza kusogea mbele kukuacha, kwa sababu alipo Mungu hakuna tatizo linaweza kukaa mahali Mungu yupo. Sijui kama umenielewa, ungesema amina kubwa.
Tumefika mahali tumedharauliwa, hata makazini. Umefika mahali umekubali matokeo. Kuna kitu nilikiandika hapa, hakuna kitu kinachosababisha Mungu kujifunua kama sifa, kwa sababu sifa inafunua moyo wako kwa Mungu. Sifa inafunua moyo wako kwa Mungu kwamba hauko tayari kupiga magoti juu ya matatizo, kwa sababu yeye yuko upande wako. Babangu alikuwa ni mtu fulani hivi mcheshi sana, amekaa kamanda sana. Siku moja tunaenda tunachunga ndama, akaniambia, akamwona mzee anakuja kule, akaniambia, namweza yule mzee, yani nipigane naye. Nikamwambia, kwa sababu upo ninamweza. Si upo, natumia ujasiri wako kupangana na huyu mzee. Akaniambia, akifika mpige. Kama alikuwa na utani. Na kweli, kwa sababu namuogopa alipofika, kwa sababu najua yupo. Kikiumana anachuana yeye. Nilipofika nikawa naburuta fimbo attention kumpiga, akaniambia, wewe acha maneno. Mbona unakuwa acha, alikuwa na tabia kusema acha fujo. Kumbe mzee alikuwa ajui kwamba kuna jambo tumeongea na baba kule. Sasa mimi ujasiri wangu mimi nilionao ni kwa sababu yeye yupo. Ukitaka kuvuka mahali, jifunze sana kwa na maombi ya kumsifu Mungu. Funga kwa sifa, kesha kwa sifa. Usiende kwa sababu tatizo limekupeleka kuomba. Nenda kwa sababu jukumu lako ni kumsifu Mungu. Sahau shida zako kwanza. Yaani usinyanyuke, usiwe vile ambavyo kuna watu wanasemaga, usipoenda mbele za Mungu utaenda kwa kunyooka. Achana na ile ya kupelekwa kwa kunyooshwa na matatizo. Yaani wewe kinachokunyanyua kwenda kukesha ni sifa. Unasema yes, ni saa ya kwenda kumwabudu Mungu. Unanyanyuka, unaomba nafasi ya kuja hapa usiku kucha, unamsifu Mungu. Au unakuja usiku kucha kulieleza tatizo vile Mungu wako alivyo. Unaambia, hebu njoo tatizo, kaa hapa. Sasa ngoja nikwambie kuhusu Mungu namna alivyo. Eleza mpaka anaona aibu. Acha nitoe na haka mfano. Sisi kwetu tuko wengi sana. Mimi ili rika, umri wangu huu, tuko wengi. Hawapungui 30 mpaka 40. Tuko wengi sana. Yaani tunaolingana. Wengi. Sasa tulipokuwa tunasoma shule tunajulikana. Mguse mmoja uone watakapokuja. Kwa hiyo tulikuwa na hiyo favor. Lakini tunapokutana na watu ambao tunakinzana nao, huwa tunatumia, labda ndio wangesema saa hii ni propaganda, kueleza vile tulivyo. Hivyo unatujua, sisi tuko wengi. Kama kuna mtu alikuwa anatengeneza mazingira ya kupambana na wewe, anaanza kuogopa. Lakini baba yetu enzi hizo alikuwa na vigari viwili 109, yale Land Rover ya zamani. Tunamwambia na baba anayo. Tulikuwa na farasi ujue. Na ng'ombe tunao. Lakini kibaya zaidi, hiyo tumeshamaliza. Tunakaa na wenzetu ili kueleza vile tulivyo, wajue na baba yetu alivyo. Tunamwambia na baba yetu ana bunduki, yuko haya. Kwa hiyo usituletee matatizo, na akija wako pesha. Unamwambia mpaka anasarenda kabla hata hamjachokozana. Unapokuja mahali unakaa na tatizo, unamweleza vile Mungu wako alivyo. Hakuna namna tatizo alitoondoka kabla hata hujaliambia ondoka. Anasema kama uko hivi nafanya nini? Kama Mungu wako yuko hivi nafanya nini? Na mbaya zaidi, akishajua kwamba umejua. Tumekwama kwenye hilo. Na ndio hapa sasa tumekutana na vifungo vya bibi, vya babu, vipo. Tumevikemea miaka nenda rudi, tuko pale pale. Ukiona haviendi, eleza Mungu wako vile alivyojua hicho kifungo kama hakijaondoka. Kama tu mwanaume alishuka kwenye gereza wakati wale wa jamaa walipofungwa, mguu wa Mungu ulipotua tu kwenye gereza, misingi ya gereza ilitikisika.
Iambie unakumbuka vile Paulo alivyofungwa? Unakumbuka kilichotokea? Unaliambia tatizo lako. Kwani nini? Mungu wangu aliposhuka, gereza liliona aibu kumfunga Mungu. Kwa hiyo hata sijakujua na wewe unafanya nini hapa. Paulo na Sila walimsifu Mungu jela. Katikati ya waliomba huku wakimsifu Mungu. Biblia inasema wakati wafungwa wakiwatazama. Bali namna ya kupigana vita, bali namna ya kukabiliana na changamoto zinazokuzunguka, ziwe za aina yoyote. Tafuta hii njia mojawapo ya kumfunua Mungu. Maana Mungu akishuka ambaye ni mheshimiwa, hakuna namna tatizo halitokuheshimu. Kila kinachofikiri kukudharaulisha inaondoka, inasogea. Tulienda kwenye uinjilisti mahali, tukakutana watu wengi. Alafu ilikuwa ni kikosi ambao kulikuwa kuna wanaume tu. Unajua wainjilisti huwa waendagi kilegelege. Kila kitu wanafosi. Sifa inapigwa kwa kufosi. Ukiambiwa msifu Mungu kwa kuimba, walikuwa naimba mpaka unasema tayari basi nyamazeni, maana msikilizani tena. Ukweli ndio mara ya kwanza mimi kuona mchawi amedondoka. Walidondoka watatu. Mmoja alidondoka karibu na Kibaha, mwingine alidondokea Mlandizi. Yule karibu na Kibaha alidondoka akiwa na tunguli, na ndani ya lile fuko lenye tunguli kuna 600,000. Na jamaa yuko uchi, amefunga. Tukaita polisi, polisi wakaondoka na 600,000 wakatuachia tunguli tuendelee kuombea. Tukasema sasa imekaa namna gani? Polisi akasema hii ile nenda kufanywa uchunguzi. Chukueni basi na hii. Uchunguzi wa nini? Nenda kufanya uchunguzi kwenye 600,000. Chukueni na hichi kidogo, asema hii ya kwenu, hii ya kwenu. Shughulikeni naye. Fanyeni uchunguzi kiroho. Lakini hii wakaondoka nayo. Lakini sifa ilisababisha Mungu kufunga anga. Laiti tungejua kanisa. Saa zingine tunapoingia ibadani, unawahi kwa ajili ya kuja kumsifu Mungu kabla ya mambo yote. Hakuna roho yoyote itakayoingia kwa siri ama kwa kujitoa muhanga katikati yetu. Maana lazima Mungu atakuwepo. Na ndio maana unatakiwa unapokuja kwenye makusanyiko kama haya, kabla hujamwambia Mungu naomba unisaidie hili, mwambie Mungu ninakujua kwamba uko hivi, uko vile. Mweleze Mungu namna alivyo. Mpaka aseme naam, nimejua mwanangu kwamba umenijua. Vile utakavyomjua Mungu ndivyo mema yatakavyo kukufuata bila kuyalazimisha. Yatakuja yenyewe. Utashangaa hichi kinatokea, hujasema na hichi sikukiomba, lakini kimekuja chenyewe. Hebu mpigie Yesu makofi kama unanielewa kanisa. Hili kitu cha muhimu sana. Ifike mahali tunapokutana hapa, ninyi mnaoratibu yale maombi ya asubuhi, kabla ya mambo yote tumsalimu Mungu kwa sifa. Dakika 30 ni za sifa tu. Wakati kinanda kikipigwa kwa mbali, tunamweleza Mungu vile alivyotenda makuu. Unatuambia Mungu ulitupa uwezo wa ajabu wa kutengeneza hii safina inayokaa hapa. Lakini pia ninakukumbuka ulimponya mama fulani ambaye alikuwa kaburi limeshampanua mdomo kummeza. Chuma kikashuka kikasema kaburi funga mdomo, na yule mama hakufa. Unapomweleza Mungu namna hiyo, hakuna namna Mungu asipende kuja mahali hapa anakaa. Na kila Jumapili ama kwenye kusanyiko lolote, Mungu anakuja akijua ya kwamba kuna saa utasema vile yeye anavyoweza kufanya mambo. Hebu sema amina kanisa. Usiwe mchoyo. Usipokuwa mchoyo, Mungu atajitokeza. Atakuonyesha na jino lake. Ile jino ndio liko namna hii. Wow. Atasema unaufahamu mkono wangu, angalia. Ukitazama mkono wa Mungu na tatizo, unasema huu mkono ukifunikwa pale tatizo linajifunika lenyewe. Yaani Mungu anajifunua mguu tu. Hivi unakumbuka vile Yesu alisema kwa kidole cha Mungu? Na kaanga anasema Yesu na vidole. Akasema nimetoa kwa kidole cha Mungu pepo.
Nikasema je, kidole kimoja tu. Na mtumishi mmoja alikuwa anasema hivi, mnafikaga mahali mnahubiri habari za Mungu kwa kusema watumishi wengine, hujamaliza Mungu nywele zake tu utaelezea miaka nenda rudi. Pua ya Mungu mahali fulani kwenye Biblia anasema mfumo wa pumzi za pua za Mungu zinafunua misingi ya dunia. Ile tu anavyopumua kila kitu kinakuwa wazi. Kwa hiyo akiwepo hapa, Mungu amekaa tu kwenye kiti namna hii, ile anavyopumua kila kitu kilicho siri kwako kinaanza kuwa wazi. Unaanza kujua, kumbe niko hivi. Kumbe mimi nitakiwa nisifike kesho. Kumbe nimetegewa hapa. Kumbe jeneza tayari limeshawekwa kwa ajili ya mimi kuzikwa. Mungu tu amekaa hapo, mfumo wa pumzi ya pua zake. Ukisha zieleza namna hiyo, hivi unajua kwamba ule hivi ni mfumo. Mtanisaidia bwana Kiswahili. Hiyo sasa namna hiyo. Ile tu anavyopumua ni tishio kwa adui. Sasa mfanya hayo hapo, mwambie Mungu, wewe pumua tu hapa kwa pua zako, kila kitu hapa kitakuwa sawa. Hatujajua jinsi ya kumtumia Mungu. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Mungu. Unajua tuna Mungu lakini hatuna mbinu ya kumtumia. Ndio bahati mbaya tulionayo. Hilo neno hatimaye mzidi kuwa hodari, nilitafuta hodari maana yake nini? Ni mbinu. Hatuna. Tuna Mungu na amejaa full. Sasa watu wengine saa zingine unaweza ukakaa hapo ukaona kama vile hamna upako, ngoja nitafuta. Shida sio upako, wewe ndio una mbinu ya kumtumia. Yuko hapa. Tafuta kujua, mojawapo ni sifa. Mungu atajitokeza. Wamekuambia una uvimbe, toka hapo, usije na machozi. Usije huku umeshakubali kwamba matatizo yako yamekutawala. Ingia hapa kibabe. Maana mbele za Bwana havisimamagi vinyonge. Unaacha unyonge nje, unasimama hapo unamwambia Bwana, na mimi naungana na watakatifu walioko duniani na mbinguni kukusifu. Unamsifu Mungu kwenye tatizo mpaka anajitokeza. Hicho ni kitu kimoja wao. Mungu anakaa kwenye sifa. Iwe nyumbani kwako, usiunyanyuke tu, Baba kwa jina la Yesu. Baba navunja nguvu za giza. Na kama hayupo hazivunjiki. Navunja wachawi, mapepo, ati umeota umekabwa, unanyanyuka navunja, na haribu, na ngoa. Kama Mungu hayupo, hakuna kitu inaweza kikawa. Utapoteza muda mpaka koo litakauka. Tafuta muda, msifu Mungu. Tafuta Mungu, muda mwabudu Mungu. Takuja kukuambia kesho kuhusu ibada. Njia mojawapo inayompa Mungu kujifunua sana, kuabudu. Wewe ni mtakatifu, umejaa ukweli, hakuna uongo ndani yako. Ninakujua hujawahi muacha mtu yoyote anayekutumaini. Ni Mungu unayejifunua. Wewe ni moto ulao. Unamweleza Mungu tabia, namna anavyoweza kufanya mambo, masaa kadhaa. Kuna vitu vinaondoka bila kuvikemea. Vinaondoka vyenyewe. Mungu akijifunua. Naamini mkijaga kwa mchungaji ni kwa sababu mnamjua kwamba nikienda ili litaisha. Vile kama msingemjua hamji, unakuja kufanya nini? Kinachokufanya kuja ni vile unajua hichi kitaisha. Sasa zingine watumishi tunabebeshwa zigo zito. Kuna dada mmoja alikuja na matatizo yake, akaniambia sasa nimekuja hapa, namshukuru Mungu mno. Akaniambia nini? Hili tatizo litaondoka. Litaondoka. Nikasema nikamwambia silitoi, ila Mungu ataliondoa. Wewe sema maneno yako. Akikutumia anataka kunilazimisha. Kwani mimi ndio nayetoa? Nikamwambia twende kwa Mungu. Anaona na Mungu anakutumia. Nikasema sawa, tuelekee kwa Mungu sasa anayenitumia. Analeta zigo zito. Kuna mmoja
nimemkuta alikuwa na matatizo, alikuwa na mtoto mmoja akafa. Baba ameyumba sana, akaniambia nakupa homework, nenda, najua Mungu anaongea na wewe, nenda kamuulize kwa nini. Akasema mbona hii mambo ngafu? Nikamwambia ndugu yangu, mbona imekuwa ngumu, unaniambia niende kumuuliza Mungu? Wewe muulize. Nikamuuliza, ikitokea wewe ndio una matatizo ni bora, lakini inaniuma. Mungu akishajua umemjua atajifunua sana kwako, na akijifunua kwako hautakuwa na mashaka juu ya Mungu. Kama mashaka ipo kwa sababu tunamjua Mungu sehemu ndogo sana, hatujawahi mjua kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini ukweli Mungu hakuna kitu kinachoshindikana kwake. Na si hivyo tu, ile imani itakayetengenezeka kwako kwa yeye kujifunua kwako, ndio Biblia inasema yote yawezekana kwake aaminie. Hakuna kitu kilichosazwa usikiweze, hakipo. Ni sisi tu ndio tunaamua, kwa sababu aidha uvivu na uzembe mwingi tulionao. Ndio maana nikupe ushauri, utakapoingia kwenye hili lango, kabla hujapiga story, njoo msalimu Mungu. Mwambie Baba, shikamoo, habari za kwako, mbinguni wanaendeleaje? Nami natamani nikufurahishe, nina jambo nataka nikwambie. Mungu anamwambia, sema, wewe ni mzuri sana, wewe ni mkuu, ndani yako hakuna uongo. Nakushukuru kwa sababu wewe ni uhai wangu. Nakushukuru kwa sababu uko upande wangu. Nakushukuru kwa sababu umenipa Roho Mtakatifu, ambaye Roho huyo hutia mwili wangu afya pale nitakapokutana na matatizo ya kiafya. Unamuelezea mpaka anasema naam, kumbe umejua hicho kitu kimekuwa. Anakuambia na iwe hivyo. Fanya ibada, tafuta kumsifu Mungu. Usio unaenda mbele za Bwana kwamba kinachokupeleka ni matatizo. Usipoteze muda kufunga kisa matatizo, funga kwa ibada. Wewe kinachokupeleka kufunga ni matatizo. Siku 40 nafunga, na moa, na haribu, na moa, na wewe. Mungu hajakuumba akakuumbia matatizo ili muabudu. Hilo la matatizo alitaka alikukute ndani ya ibada. Tatizo litapita juu yako. Mwabudu Mungu, msifu Mungu. Inatakiwa wiki hii nenda kasome Bible, tafuta yale ambayo unatakiwa kuja kumwambia Mungu vile alivyo. Simama na tatizo lako, alafu liambie, Mungu wangu yuko hivi, Mungu wangu yuko hivi, Mungu wangu yuko hivi. Kuna dada mmoja anaumwa. Akaja, wewe naumwa, nakufa. Nikamwambia, sasa umekuja kufanya nini kama tayari ushasema unakufa? Nimekuja nikuombe. Nikamwambia, nikamwambia, sasa ndugu, wewe ushasema unakufa, sasa ufe. Sasa umeshasema unakufa, wewe umeshakuja, ushachagua kufa, alafu nje kukuombea. Ushachagua kufa. Natakiwa unapokuja kule ujue Mungu ni Mungu anayekidhi mahitaji yako. Nikisha kanyaga pale. Maana saa zingine unaweza kuwa unamwombea mtu au navyo nafsini mwake, kwa sababu kinachoamua awe hivyo ni vile anavyojiona. Ndio maana neno la Mungu nalijae kwa wingi ndani yenu, ili likutengenezee utashi na mtizamo ndani yako, yaani uone kama Mungu aonavyo. Mungu akisema hutakufa, hata kama vitu vinasema hamna namna ya kuishi, neno linakuambia utaishi. Dada akakaa ananiambia niombe. Tunaomba yuko tu. Tunamaliza yuko. Mungu nisaidie. Nikasema hapa nafanya nini? Umeomba mpaka na kijasho. Baba katika achilia neema ya uzima, uponyaje juu yake. Unamaliza yuko. Mungu nisaidie. Yaani mimi nikasema hapa anajaza maji gunia, haitoka ijae kamwe.
Nikaja kujua pia yuko empty, hana neno la Mungu kabisa. Yuko peke yake, hamjui Mungu. Ana imani ya hisia. Ndio nikamwambia unatakiwa kurudi sasa, kwa sababu alifika mahali akawa ananiambia hapo nimefanya maombi. Ninaona kufa ndio kuzuri kuliko kuishi. Nikamwambia dada, na maombi yote niliomba unaona kufa? Tafuta sana. Mpe Mungu haki yake. Haki ya Mungu kwako ni sifa. Hata kama umeambiwa utakufa kesho, hata kama kesho ndio kaburi linakusubiri, sifu leo. Sifu mpaka hata kama utakufa kweli, kaburi liendelee kuachilia sifa. Mpaka kaburi linashuhudia kwamba wewe ni mtu wa sifa. Sikumbuki imeandikwa hapo, lakini anasema makaburi ya watakatifu malaika huwa anayalinda. Ibuka kwako, unakuwa na maisha ambayo kesho watu wataendelea kujiimarisha kupitia wewe wakati haupo. Simama rafiki. Oh Yesu. Kwa hiyo tutakabiliana na matatizo kwa kupitia sifa. Njoo semesha tatizo lako kwa vile Mungu unavyomjua. Nilienda Monduli nikakutana na mwinjilisti mmoja. Alinifurahisha sana ule baba. Ninyi watumishi mna wakati mgumu. Tunawachekea sasa, kila mtu anatamani ufe. Kuna wengine wanatamani wepo kwa nini? Yule baba ndio hivyo, kule kijijini leo huyu analeta chakula, kesho jumuiya fulani ndiyo itakayetunza madhabahu. Kuna mitambo ikapata nafasi ya papo. Sio akadondosha kitu kwenye chakula cha mwinji. Mwinji akawa anaona kufa. Tumbo linakata. Akatembea nalo zaidi ya miezi 4. Tumbo linaweza likakata mpaka nazima. Kwa hiyo siku za ibada, na huko kuna uhaba mkubwa sana wa watumishi, inabidi apande na mtu msharika yeyote tu ili akisikia anatoka. Kaenda mpaka Mount Meru kupimwa, anaambia hamna kitu kinaonekana. Nakumbuka siku ile tulienda, ndiye mwenyeji wetu usiku akawa anaamka akimsifu Mungu. Na anamsifu Mungu kwa kukabiliana na lile tatizo. Alisifu usiku kucha. Tunalala tunaamka anasifu. Tunafanya maombi anasifu. Sasa akieleza kwa Kimasai inanoga sana. Vila alivyokuwa anazungumza, ukisikiliza yale maneno anayosema kwa Kimasai, inakunyanyua, unakaa attention, unaingia na wewe kwenye ibada. Alimsifu Mungu. Nakumbuka siku hiyo maziwa yakaletwa, akanywa. Akasema asante Mungu wangu kwa sababu ndio mwisho wa mateso yangu. Akanyanyuka, lakini hana amani. Akawa anasema asante maana ndio siku ya mateso yangu, ndio mwisho wa mateso yangu, ndio mwisho. Tukakaa, ilipofika saa 6 akatapika. Akazunguka nyuma ya ofisi, akatapika ndizi ina ukungu. Palinuka lile eneo, alafu alitapika akazima. Watu tukasema watu wakasema mwacheni hivyo hivyo. Acheni hivyo hivyo. Mnajua aliyefanya lile tukio alijitokeza. Akaja kumwambia sorry, mambo nisamehe, ndio msharika wako. Alafu nikamwambia mwinji umeokoka ise. Ndio ungeanzisha na maombi, usimwache mwanamke mcheo kuishi. Afe. Ndio amekuja kuomba msamaha.
ufanyeje? Na ukumbuke hakuna jitihada zozote alizozifanya. Mungu alijifunua kwake. Ule baba umwambie kitu kuhusu kumtishia na uchawi, nakwambia unaongea kitu gani? Mimi nishaikufa na nikaishi, nilipewa sumu ikatekate utumbo nisiwepo, lakini Mungu aliikusanya, iliitapika jinsi ilivyo. Sifa inamfunua Mungu, na kule Mungu kujifunua kwako kutachochea imani. Natamani tuende mbele za Bwana, iombee wiki hii. Mwambie Mungu, naomba kutana na mimi, ninakuja kwako, kutana na mimi. Hilo tu, mwambie tu Mungu namna hiyo, kwa sababu sitamani sana kukulazimisha kufanya kitu ambacho hujajiandaa kukipokea. Mwambie Mungu, kutana na mimi. Mwambie ifanye hii wiki kwa yangu, naomba nikaifurahia na kuishangilia. Yale ambayo nimetembea nayo kwa miaka mingi, natamani na mimi nipate wimbo mwingine tofauti na unaoimba siku zote. Mwambie Mungu namna hiyo. Mwambie Mungu namna hiyo. Mungu atajifunua. Mwambie Mungu, iweke wiki yangu wakfu kwa ajili yangu, sio kwa ajili yetu. Wewe naweza Bwana, naweza Bwana, naweza mambo magumu, unaweza Bwana, naweza Bwana, naweza mambo magumu, unaweza Bwana, naweza mambo magumu, unaweza maadamu uko hai, hujafa. Hilo tatizo halijakuondoa. Mungu anataka kujitukuza kupitia hilo tatizo. Anatamani sana, anataka ijulikane. Kama alijifunua kwa dunia kupitia Ibrahim, acha Mungu akajifunue kwa familia yako kupitia hilo pito unalopitia. Mungu hatakuacha. Natamani tu mwambie unaweza kwa dakika kadhaa, utaenda kumwambia Mungu, tafadhali unapowatembelea wengine wiki hii usiniache. Natamani na mimi niwe na ushuhuda, niwe na cha kuambia watoto wangu, niwe cha kuambia wajukuu zangu. Kuna namna hatuwezi kuwaambia kuhusu Mungu, ni mpaka waone namna Mungu alivyojifunua kwetu, waseme naam, Mungu wa mama yangu. Kuna namna ukiwaambia mjueni Mungu, haitoshi hayo maneno, hayajitoshelezi. Ila hilo tatizo ambalo wamelishuhudia kwa muda mrefu, hilo ndio litakalo wafanya kutengeneza agano na Mungu wako bila kuwaambia. Bwana, unaweza Bwana, naweza mambo magumu, unaweza. Mwambie tu Mungu namna hiyo. Unaweza mambo magumu, unaweza Bwana, naweza Bwana, unaweza mambo magumu, unaweza. Mwambie Mungu tu hivyo. Mikono yako kwa dakika mbili. Unaweza. Oh, unaweza.
hiyo sauti mbele za Bwana. Yes. Mwambie Mungu kuhusu wiki hii. Mwambie jambo kuhusu wiki hii linalokuhusu. Mwambie tu usiniache rafiki yangu. Mengi ambayo siyajui kesho yatakuwaje. Inawezekana haya ninayozungumza unafikiri ninazungumza kwa yule anayepita kwenye pito. Hata huyo anayepita kwenye pito leo, jana hakuwa hivyo. Kuna namna alikuwa anacheka kama sisi. Kwa hiyo mwambie Mungu, nahitaji kukuona. Jifunue kabla ya kukutana na jambo. Maana nikikujua ya kwamba wewe ni Mungu anayeweza kutengeneza maji jangwani, sina mashaka nikipita jangwani. Nikipita eneo ambalo hakuna chakula, ninajua ni Mungu usababishaye mana. Sina shida. Nikipita mahali ambapo hakuna mahitaji, wewe Mungu ambaye ulisababisha Israeli kutokutengeneza viatu. Kila siku kiatu ni kipya, kinaendelea na mguu kikubwa, mavazi yanakuwa mapya. Sitokuwa na mashaka na wewe hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ukweli tumeandaa semina hii, Bwana, kuna namna tunatamani kukuona. Yesu mwana wa Mungu, ninakusihi jioni ya leo, Bwana, hapa pokea hitaji letu. Hitaji letu kubwa tulilo nalo kwako ni wewe kujifunua kwetu. Ninakusihi Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Huyu mama anakuambia ya kwamba anatamani wiki ukaifanye kwa ajili yake, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya matatizo anayotembea nayo kwa muda mrefu. Huyu dada ambaye anajuta akisema, sikujua kwamba huyu mume angekuwa namna hii. Hapa ninachokusihi Mfalme, na ijulikane ya kwamba ni Mungu anayepindua mioyo ya ufalme. Chaguzi ya watu, utapindua moyo wake na ataenda vile unavyotaka aende katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekusihi Roho Mtakatifu, ifanye hii wiki kwa ajili yangu, ifanye hii wiki kwa ajili ya huyu baba, ifanye hii wiki kwa ajili ya huyu dada, ifanye hii wiki kwa ajili ya huyu kaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amefanya agano na wewe akisema atakuja kwako kwa ibada na kukusifu. Anaandaa sifa na anakuomba umpe moyo wa sifa, ili atakaposimama mahali hapa atakuja kukuelezea vile ulivyofanya mambo makubwa chini ya jua, kwa yale aliyoambiwa na yale aliyoyashuhudia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, atakapofanya hayo hapa, ukajifunue. Jifunue kwa habari ya afya yake, Bwana. Jifunue kwa habari ya mwili huu, jifunue kwa habari ya nafsi na roho yake, jifunue kwa habari ya familia yake, jifunue kwa habari ya kazi na uchumi wake, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakusihi Bwana wa majeshi, umesema Bwana, huu ndio utakaokuwa mwanzo wa miaka kwenu. Baba, ninakusihi, ninajua ya kwamba unafuta ile miaka tuliyoteseka, unaanza upya, na ile miaka iliyoliwa na tunutu, parare, nzige na madumado, unaenda kuirejesha tena katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninakusihi Roho Mtakatifu, tukakuone wiki hii, tukakuone wiki hii, tukakuone wiki hii, tukakuone wiki hii, tukakuone wiki hii. Maana Bwana, gharama imechukuliwa kwa ajili ya kuandaa hii semina. Lengo ni kuokoa watu kutoka mahali ambako wamekwama. Ninakusihi Roho Mtakatifu, kajifunue Bwana, tupe wimbo vinywani mwetu, tupe wimbo vinywani mwetu, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya Yesu, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya wiki hii, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya Yesu mwana wa Daudi, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya, tupe wimbo mpya. Tunakuomba Bwana, tunakusihi Roho Mtakatifu, tupe usemi mbele ya maadui zetu, tupe usemi juu ya wale waliotutazama wakijua ya kwamba hatutoenda mbali. Tupe usemi mbele yao, tupe usemi mbele yao, tupe usemi mbele ya wale wasiokuamini. Tupe usemi Bwana, tupe usemi elimu, tupe usemi Mwokozi, tupe usemi kwa habari ya watoto wetu, tupe usemi kwa habari ya afya zetu,
tupe usemi kwa habari ya huduma zetu, tupe usemi kwa habari ya afya, tupe usemi Yesu, tupe usemi elikimo katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, tunajiandaa kuondoka. Baba, ututangulie mbele yetu kama moto uteketezao, na wiki Bwana watakuja wenye shida, wenye matatizo, waliobebeshwa roho za huzuni na maombolezo. Baba, ninakusihi kwa damu ya Yesu, ninakuomba Mfalme, tupake mafuta kwa ajili ya hao watu. Ninakusihi, ninakuomba Mfalme, wale walioonewa na kuteswa na kuvikwa mavazi ya magonjwa, wiki hii Bwana wape ushuhuda kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Habari na sadaka unazoenda kukutolea katika jina la Yesu Kristo. Lakini Bwana, wiki hii tufundishe jinsi ya kukusifu, tufundishe jinsi ya kukusifu. Huyu mama anapoenda kusoma Bible, anapoenda kusoma Biblia, huko akitafuta kujua matendo yako vile unavyofanya, Mungu atakaposhika maandiko mawili matatu atakuja nayo mbele zako kukuambia, kumbe ndivyo ulivyo, kumbe ndivyo ulivyo, kumbe ndivyo ulivyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wiki ya kujifunua, ni wiki ya kujifunua, ni wiki ya sisi kukuona. Baba, ninakusihi katika jina la Yesu. Hivyo basi tunapoenda kukutolea dhabihu, takabali Bwana zika harufu ya manukato mbele zako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tangu tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba, kwake Yesu